tunapozungumza kuhusu kushika kile tulicho nacho, nitajikita sana kuelezea kuhusu matukio ya siku za mwisho. Nitajikita sana kuelezea kuhusu matukio ya siku za mwisho, ili katika kusafiri kwetu, utakapokutana na matukio ya siku za mwisho, yasikuvunje moyo. Nimekuja na ujumbe huu kwa sababu tuliwahi kuwa na watu hapa ndani, lakini hawapo leo. Wengine walirudi Uislamu kule walikotoka, wengine walirudi Katoliki kule walikotoka, si ndio hivi? Yaani kwamba kile kilichopokelewa kikaachwa. Na mimi nakuja na wazo hili kwamba hiki kidogo ulicho nacho kishike sana, kama ambavyo fungu letu kuu linavyoeleza. Sasa Biblia hii katika maagano yote mawili, Agano la Kale na Agano Jipya, lina ujumbe mmoja unaofanana unapozungumzia kuhusu wakati gani wa mwisho. Yaani hakuna Agano la Kale kwamba kidogo linasema wakati wa mwisho ni mzuri sana, alafu Agano Jipya lisema wakati wa mwisho ni mbaya sana. Hapana. Biblia yote kwa pamoja ina ujumbe huu mmoja. Na nilipokuwa nikichunguza, nikaona kwamba katika maagano yote mawili yana ujumbe unaofanana, lakini usiotoa taswira nzuri, usio wa kupendeza. Na kwa sababu sio wa kupendeza au wa kufurahisha, utufanye tuuchunguze kwa nini una taarifa hizo mbaya. Kitabu cha Timotheo anapopokea barua kutoka kwa Mtume Paulo, anamtaarifu kwamba nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za namna gani? Za hatari. Nyakati za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1. Anapomwambia kwamba, si tumefika pamoja pale mahali? Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa ngapi? Wa 1. Lakini ufahamu neno hili, alafu kuna alama ya mkato, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za namna gani? Hatari. Yaani haina maelezo mengi sana. Mstari huu unakomea hapa kwamba ufahamu neno hili linapaswa kuingia katika fahamu zako. Na lugha hii ya ufahamu unaikuta sana kwenye kitabu cha Danieli. Wakati alipokuwa anapokea njozi, anaambiwa hebu fahamu maono haya, ifahamu njozi hii. Na ndivyo ambavyo leo tunavyoonywa kwamba fahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za namna gani? Za hatari. Unajua matukio ya siku za mwisho na hatari zake hautayaona katika TV tu peke yake. Ni kweli kwenye TV utayaona, lakini yatakuwepo yatakayogusa maisha yako. Yaani kwamba matukio ya siku za mwisho hayatokei katika ombwe, kwamba wewe hayakuhusu wala uhusiani nayo. Hapana. Ni lazima, kwa kuwa umepata fursa ya kuja kuishi nyakati za mwisho, lazima pia utaingia katika mchakato wa matukio ya siku gani? Za mwisho. Na wengi wanapojifunza au wanaposikia kuhusu siku za mwisho, wanadhani kwamba tutakuwa tunasikia Marekani, tutakuwa tunasikia Ukraine, tutakuwa tunasikia Urusi, au labda kule Israeli, Palestina. Hata pale ulipo unapoishi, matukio ya siku za mwisho yatakukuta. Kwa hiyo neno lilotumika kuzungumzia siku za mwisho, Mtume Paulo anapompelekea barua Timotheo, anamwambia ni nyakati za namna gani? Za hatari. Na nikawa na tafakari kwamba Timotheo hakuishi siku za mwisho. Timotheo hakuishi siku gani? Za mwisho. Na wala hata Timotheo asingezifikia siku gani? Za mwisho. Na ndipo nagundua kwamba ilikuwa ni kusudi la Mungu aniletee ujumbe mimi niliyepata nafasi ya kuishi siku gani? Za mwisho. Unajua napenda yale maneno ambayo Mordekai aliyatumia akimwambia Esther, wewe unajuaje kama wewe ukuja kwa ajili ya wakati kama hivi? Unajuaje kwamba
kwa nini wewe ulikuwepo? Yaani Mungu amekuleta uwepo katika siku gani? Unajua niwaambie hivi, sio wote waliopata nafasi ya kuishi siku za mwisho. Hao ambao tunajifunza habari zao kwenye Biblia, wao hawakuishi katika siku gani? Ila waliandika habari kuhusu siku za mwisho. Na napojifunza kuhusu Danieli, nitakuja kueleza hapa mbele, alipata tabu sana wakati akipokea maelezo ya siku gani? Za mwisho. Akataka kujua, Mungu anamwambia, sio kazi yako kujua wewe leo. Wale watakao kutwa na siku za mwisho, hao ndio watakao fanyeje? Sasa wewe na mimi tumepata nafasi ya kuja kukutwa na siku gani? Hivi unafikiri Mungu aliruhusu wewe uwepo katika siku za mwisho kwa hasara? Au unafikiri alafu kwa bahati nzuri siku za mwisho zilikukuta ukiwa ndani ya nini? Ya kanisa? Umewahi kujiuliza kwamba kwa nini Mungu aliruhusu siku za mwisho zinikute nikiwa ndani ya nini? Ya kanisa. Na kwa nini Mungu aliruhusu niletwe katika siku za mwisho mimi? Kwa nini Mungu aliniruhusu mimi nipate fursa ya kuwepo katika siku gani? Alafu je, uwepo wangu katika siku za mwisho utakuwa na tija? Nitaisaidia dunia inayoishi katika siku za mwisho? Si unaona maswali haya? Naamini kwamba ilikuwa ni kusudi la Mungu. Hakuna kitu kinachotokea kwa nini? Kwa bahati. Yaani katika mipango, katika kila kinachotokea duniani, hakuna kinachotokea kwa nini? Bahati nasibu. Mhubiri aliyepita Sabato iliyopita akaeleza kwamba mafanikio yote yana formula. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba hakuna kinachotokea tu. Na hata haya tunayoyaona leo hayatokei tu. Ni kwamba yanapita kwenye ratiba ya nani? Ya Mungu. Yaani Nabii Yeremia aliambiwa kwamba hata kabla mimba yako haijatungwa, alifanyeje? Alimjua. Na vivyo hivyo wewe ambaye uko hapa leo, Mungu ana taarifa zako. Na aliruhusu wewe uwepo leo. Na aliona kwamba una mchango katika siku gani? Hizi za leo. Na hivyo Mtume Paulo anaposema kwamba tambua neno hili au fahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati gani? Za hatari. Sasa ukiendea pale mbele anataja baadhi ya mambo, lakini kwa sababu nataka nijikite sana katika masuala ya kiroho, anasema jambo la hatari zaidi ni kwamba ndani ya kanisa katika wakati wa mwisho, katika mstari wa 5 anapotaja baadhi ya sifa za watu wa siku za mwisho, anasema wenye mfano wa nini? Lakini wakikana nguvu, hao nao ujiepushe nao. Katika siku za mwisho. Siku za mwisho kwa ufupi tu yamezungumzwa mengi na kwa kina sana. Unajua niseme tu kwamba kupata fursa ya kuishi siku za mwisho, unapaswa umuombe Mungu sana akusaidie akili. Kwamba Mungu, wewe umeruhusu mimi niwepo katika siku za mwisho, nisaidie akili ya kuweza kujua namna ya kuishi katika siku gani? Za mwisho. Na Yesu anapozungumza katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 3 pale, twende kidogo. Ufunuo sura ya 3 mstari wa 3. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3 kinayapanga makanisa katika nyakati 7. Kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na sura ya 3 kinayapanga makanisa katika nyakati 7. Na kanisa la mwisho au kanisa la siku za mwisho ni kanisa letu. Yaani mahali ambapo wewe upo na mimi nipo. Sisi ndio ambao tumeangukia kwenye kanisa la lini? La siku za mwisho, afu kanisa la mwisho, kanisa la 7. Anapotuma salamu kwa kanisa la 7, ambapo anakutumia salamu wewe na ananitumia salamu mimi, anasema hivi. Taanzia tu mstari wa kwanza kwa faida
Ataanzia mstari wa 14. Anasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye nani? Amina, shahidi aliye namna gani? Na wa namna gani? Mwanzo wa kuumba kwa nani? Kwa Mungu. Anasema, na yajua matendo ya kuwa huu baridi wala huu namna gani? Ingekuwa heri kama ungekuwa namna gani? Baridi au moto. Au ungekuwa moto. 16, basi kwa sababu una nini? Wala huu baridi wala huu namna gani? Moto. Nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya nini? Ya kitu. Nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na namna gani? Anasema, nakupa ushauri sasa. Ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa nini? Kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kufanyeje? Maelezo haya yanawahusu watu wanaoishi katika siku gani? Za mwisho. Yeye aliye mwaminifu, yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Haya yote ni majina yake, na huyu ni Yesu Kristo. Maana anajitambulisha kwa majina ambayo sio yale unayoyafahamu wewe. Anajitambulisha kwa majina ya kwake. Anasema, mimi ni amina, mimi ndiye shahidi aliye mwaminifu na wa kweli, mimi ndiye mwanzo wa kuumba kwa nani? Anasema anafahamu tabia na maisha ya watu wa siku gani? Za mwisho. Anasema anatufahamu vizuri, na kwa kweli anasema sisi sio baridi wala sio namna gani? Sio joto. Yaani watu waliopata nafasi ya kuaminiwa kuja kuishi siku gani? Za mwisho. Sio baridi na wala sio namna gani? Ni bahati nzuri, ni bahati mbaya? Ni bahati nzuri, ni bahati mbaya? Ninapozungumza habari hii nazungumza kwetu sisi wote. Nazungumza kwenu, nazungumza na kwangu. Sisi tuliopata nafasi ya kuishi siku za mwisho, yeye aliyeturuhusu tuje tufikie kwenye miisho hii, anasema na wafahamu. Sio baridi wala sio namna gani? Tuna nini? Anasema tuna nini? Uliwahi kupitia hali ya uvuguvugu? Hali ambayo inakufanya unajisikia kama kichefuchefu hivi, kama kutapika tapika. Nafikiri kwa wale wa mama wanapokuwa kwenye zile hatua za ujauzito wanapitiaga sana nyakati hizi za kujisikia vibaya tu, wakati wote unajisikia kama kutapika tapika hivi. Sasa anasema kwamba hali ya uvuguvugu sio hali bora sana, ni hali ambayo inayotibua. Inafanyeje? Yaani inafanyeje? Inatibua. Hali ya uvuguvugu inafanya kufanyeje? Kutibuka. Yaani uliwahi kupitia hali ya kujisikia vibaya? Yaani kuna wakati labda kama hivi, labda ulikuwa na minyoo au labda ulikuwa umekula sana au umevimbiwa, kuna wakati unajisikia kama vibaya hivi, kama kutapika hivi. Uliwahi kupita kwenye kipindi kama hicho cha kujisikia kutapika? Uliwahi kupita? Ina maana nyinyi watakatifu hampo hapa duniani. Hamjawahi kuishi maisha ya kawaida, hamjawahi. Ndivyo namna ambavyo Mwokozi wetu anavyosema anajisikia vibaya. Yaani ni kanisa ambalo limeaminiwa. Maneno ambayo yamezungumzwa kwa kanisa la Laodikia hayajazungumzwa kwa kanisa lolote. Lakini kwa kanisa la Laodikia amezungumza ujumbe ambao wa kulisaidia kanisa. Anasema nakupa nini? Ushauri. Anakupa nini? Hivi mtu akikupa ushauri unampuuza tu. Unampuuza, unasema anajiona yeye ameshafanikiwa, ndio maana anipa mimi ushauri. Unamwambia hivi. Au kwa sababu yeye si tayari ameshamaliza, ndio maana anatupa ushauri sio wenzake. Lengo ni zuri. Anapotoa ushauri anataka ufikie viwango vile. Na anasema kwamba najua hali yako. Anasema na yajua matendo ya kuwa huu baridi wala huu namna gani? Anasema ingekuwa heri.
ingekuwa namna gani? Heri ungekuwa hata baridi. Baridi ni mtu ambaye si wa kiroho kabisa, hamjui Mungu kabisa, ni mpagani kabisa, si ndio hivi? Baridi. Anasema ni afadhali ungekuwa baridi, nianzie wapi kukufanyeje? Kukufikia. Yaani mbingu inatamani afadhali tuwe hatumjui kabisa na wala hatujawahi kujua. Unajua, niwaambie tu siri. Kitendo cha kuingia kwenye kanisa hili, yaani kitendo cha kuingia na ukapata ukweli wa umu unataka kusikia kinachokuja? Kinachokuja sio kizuri. Yaani usisubutu kutoka. Kwa sababu unapotoka, nasema unalinganishwa na nguruwe aliyeogeshwa vizuri, alafu akarudi tena kwenye nini? Kwenye matope. Au mbwa aliyekula kashiba akafanyeje? Akatapika, alafu akafanyeje? Na Biblia inaishia kwa kusema kwamba hali yako ya mwisho itakuwa mbaya kuliko namna gani? Na ndio maana tunakuja mchana una ujumbe kwamba shika kile kidogo ulichokipata, hicho kidogo ulicho nacho, kishike sana. Kishike hicho. Anasema kwamba ni afadhali sasa ungekuwa baridi au ungekuwa moto. Unapokuwa moto, anajua kwamba najivunia, nina mtu sehemu fulani najivunia. Lakini unapokuwa baridi, anajua kwamba sina mtu kabisa, natakiwa nianze naye. Lakini unapokuwa katikati, si baridi wala si namna gani, inakuwa ni shida kwa mbingu kutufikia na kutuhudumia. Na hivyo anasema kwamba kwa kuwa si baridi na wala sio nini, sio moto, anasema nakupa nini? Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala hu baridi wala hu namna gani, anasema nitakufanyeje? Nitakutapika utoke. Anasema atafanyeje? Atafanyeje hivi? Unafikiri wanatapika tu wajawazito? Atapiki tu wale wajawazito. Habari ni kwamba tutazamie kutapikwa. Tutazamie kufanyeje? Na kwa sababu ya ibada hizi, lengo letu hatuwaandai watu wakatapikwe. Lengo letu ni kuandaa watu kwa ajili ya uzima gani? Wa milele. Na hivyo anasema kwamba basi kwa sababu unasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni namna gani? Ni mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Sasa anasema nakupa ushauri, ununue kwangu nini? Haya yote anazungumza kwa ajili ya watu wa siku gani? Za mwisho. Hii ituambie tu namna ambavyo kwamba tunaishi katika nyakati gani? Tunaishi katika wakati gani? Usikufanye utulie katika wakati kama huu. Nitakapokwenda kuhitimisha, nitakwenda kwenye kiini hasa kwamba kwa nini nije na ujumbe huu. Unapotambua kwamba Mungu ameruhusu nije niwepo kwenye wakati kama huu, alikuwa na kusudi na mimi, ana kusudi na wewe, na anaamini kwamba kutoka kwako, kupitia kwako, utawaongoza wengine kuja wapi? Kwake, kama ambavyo kwaya yetu ya kanisa imeimba. Mimi nikasema wao ni wahubiri wenzangu. Lakini sambamba na hilo, kitabu cha Danieli sura ile ya 12 mstari wa kwanza. Twende pale kwa haraka kidogo napokwenda kuhitimisha. Maana leo sikawii sana. Najua huwa mpendelee sana kukaa hapa muda mrefu. Kwa hiyo na mimi nitajitahidi leo kwenda kwa haraka kidogo. Maana nilisikia walimpongeza Fimbo sana kwamba yani kwa kweli Fimbo bwana, yani mahubiri yake akawii, yani sisi ndio tunampenda mtu kama huyu. Sasa na mimi japo najua hamtanipongeza, lakini basi nitawasogeza kidogo maangalau mpaka mbele hapa. Najua hamtanipongeza. Danieli sura ya 12 mstari wa kwanza, anapozungumza kuhusu matukio ya siku za mwisho, anasema hivi. Tutasoma mpaka mstari wa 4. Anapozungumza kuhusu matukio za mwisho, anasema hivi. Kama yuko mtu soma. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa
hata wakati huo na wakati huo watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. La pili, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka. Ndio. Wengine wapate uzima milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. La tatu, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. La nne, lakini wewe Daniel, ndio, yafunge maneno haya, ukakitie muhuri kitabu, hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko na huko, na maarifa yataongezeka. Asante sana. Unasikia salamu ya siku za mwisho? Salamu ya siku za mwisho. Hii ni salamu ya siku gani? Anasema kwamba wakati huo Mikaeli atafanyeje? Atasimama. Najua ninapokuwa nikisoma kuhusu wakati wa mwisho, mimi binafsi napata tabu. Mimi binafsi ninapojifunza mafungu haya huwa nahangaika. Nasema hivi itakuwaje? Itakuwaje? Maana Biblia inasema kwamba katika wakati huo Mikaeli atafanyeje? Atasimama. Katika wakati huo Mikaeli atafanyeje? Atasimama. Anasema jemedari mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa namna gani? Mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo nini? Taifa, hata wakati huo huo. Na wakati huo huo watu wako watafanyeje? Wataokolewa. Yaani katika wakati huo, na nilipokuwa nikijifunza habari hii, ndipo kwenye kitabu cha Ezekieli anapoelezea maono ya wale viumbe wenye uhai, anasema chini ya mbawa zao ulionekana mkono wa mtu. Maana yake ni kwamba katika wakati huo mbaya kuliko nyakati zote, watu wa Mungu waliojitoa kikamilifu watafanyeje? Wataokolewa. Maana uhakikisho ni mkubwa kwamba jemedari anayesimama upande wa wana wa watu wako atafanyeje? Atasimama. Katika wakati huo Kristo atasimama. Atasimama kwa ajili ya kuwatetea watu wake. Unajua, nimekuwa nikisema kwamba imani hii au dini hii ni zaidi ya hivi tunavyowaza. Ni zaidi ya hivi tunavyowaza. Na ni zaidi ya hivi tunavyofanya. Na ni zaidi ya mfumo huu tulio nao. Maana kuna wakati unakuja tunakwenda kutoka kwenye mfumo huu. Usifikiri kwamba wewe utakuwa mwanakwaya tu kwenye kwaya mwaya hata ukiwa kule polini. Maana kuna wakati watu watagawanyika. Hawa watakuwa kwenye jabali hili huku na hawa kwenye jabali hili huku. Na wala ibada hatutakusanyika hapa tena katika wakati huo. Katika wakati gani? Huo. Na kwenye darasa pale la Bobea, mtu mmoja, kiongozi wetu mmoja akasema kwamba michakato ya kutia sahihi dini moja na serikali moja inakaribia. Na wakati sheria zitakapopitishwa, wakati sheria zitakapofanyeje, jiandae kuona mifumo yote ambayo umezoea ikifutika. Lakini utaishi katika wakati huo sasa. Maana Biblia inasema kwamba wakati huo, katika wakati huo utaishi kwenye mfumo tofauti na uliozoea. Na kwa kuwa tunakwenda kuishi kwenye mfumo tofauti na uliozoea, jambo moja, na ndio maana nimekuja na ujumbe huu kwamba jambo moja lililo kubwa kuliko yote, kushika kile ulicho. Kwa sababu hata hali yao itakapobadilika, lakini Yesu hatabadilika. Hata mifumo ya ibada itakapobadilika, lakini Yesu hatafanyeje? Hatabadilika. Kila kitu kitakapobadilika, lakini Yesu jemedari wetu mkuu hatafanyeje? Hatabadilika. Hicho ndicho kinachonipa ujasiri. Maana anasema hivi kwamba wana wa watu wako katika wakati huo, kila mtu ambaye jina lake limeandikwa kwenye kitabu gani? Cha uzima, atafanyeje? Ataokolewa. Anasema na kutakuwako na taabu, na wakati wa taabu mfano wake haukuwapo tangu lilipoanza kuwapo taifa, hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu.
Leo usitafute kuonekana na watu we nani. Tafuta kumshika Yesu. Tafuta kuambatana na jemedari. Na ndio maana mtunzi wa wimbo anasema nitakuandama namna gani? Kote. Tafuta kumwandama Yesu. Tafuta kumshika Yesu. Tafuta kumng'ang'ania. Mwambie watu waninyang'anye vyote, lakini waniachie nani? Yesu wangu. Maana anasema kwamba huyo katika wakati huo, na yawezekana pengine hata tutakuwa bado hatujao wazee. Wanasema mimi nitakuwa nishazeeka, nitawaachia hao vijana. Nani aliyekwambia? Nani aliyefanyaje? Mchungaji mmoja aliwahi kuhubiri hapa akasema hivi, katika maisha haya ya ulimwengu huu, ishi, fanya kazi, tafuta hela, kama bado miaka 100 Yesu kufanyaje? Lakini katika maisha ya kiroho, ishi kana kwamba Yesu anarudi usiku wa leo. Kwamba siku ya leo umepewa namna gani? Ya mwisho. Umepewa ya mwisho. Tuna mipango mikubwa. Mimi pia na mipango mikubwa. Lakini pamoja na mipango yote niliyo nayo, bado natafuta kuishi kana kwamba Yesu anarudi leo. Kwamba akirudi jioni leo itakuwaje? Akirudi mchana huu itakuwaje? Yaani mipango iko pale, lakini kama Yesu atarudi sasa hivi itakuwaje? Hiyo ndio nini? Anasema kwamba katika wakati huo Kristo, Mikaeli jemedari atasimama, na kila ambaye jina lake limeandikwa kwenye kitabu cha nini? Cha uzima, atafanyeje? Ataokolewa. Na anasema kwamba katika mstari wa 2, tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nini? Ya nchi, watafanyeje? Wataamka. Wengine wapate namna gani? Uzima wa milele. Na wengine aibu na kudharauliwa milele. Mambo ni mangapi? Aidha uzima wa milele au aibu na kudharauliwa namna gani? Najua niwaambie, hili ndilo kanisa pekee ambalo linatoa injili au ujumbe wa malaika watatu. Hatuwaambii watu kwamba baada ya kifo tutakuja kufanya misa na hivyo mayai yatatolewa na kuku watachinjwa na tutakwambia kwamba roho ya marehemu mwanga wa milele umwangazie ukastarehe kwa amani. Hakuna hicho kitu. Yaani hiyo biashara haipo. Yaani wewe una hitimisho lako na mimi na hitimisho. Yaani wewe utamaliza mwendo kwa namna utakavyochagua na mimi nitamaliza mwendo kwa namna nitakavyo. Na maamuzi yangu yana sehemu kubwa sana katika uzima wa milele. Yaani maamuzi yangu baada yangu hakuna kingine. Maana anasema kwamba tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nini? Ya nchi wataamka. Katika wakati huo. Katika wakati gani? Huo. Wengi wanaolala katika mavumbi ya nchi watafanyaje? Sasa kuamka wataamka. Anasema wengine wapate na wengine wapate. Lakini anasema na walio na hekima watang'aa kama nini? Mwangaza wa anga. Na hao waongozao wengi kutenda nini? Haki. Watang'aa kama nyota namna gani? Muombe Mungu akupe nafasi. Ukipata nafasi ya kuishi hasa kwenye nyakati za mwisho, tumia fursa ambazo Mungu amekupa. Waongoze wengi kutenda nini? Haki. Haki. Kwa sababu matokeo anasema watang'aa kama nyota namna gani? Nafikiri hamjaelewa vizuri. Na anasema kwamba na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa nini? Wanga. Na hao waongozao wengi kutenda nini? Haki. Watang'aa kama nini? Kama nyota milele na namna gani? Habari hizi anaambiwa Daniel. Anaambiwa nani? Lakini hazikumuhusu sana. Hazikufanyeje? Hazikumuhusu sana. Naamini tulikuwa tunaambiwa sisi. Na ndio maana katika mstari wa 4 anasema lakini wewe Daniel mambo haya yakuhusu. Anasema lakini wewe Daniel
yafunge maneno haya, ukakitie muhuri nini? kitabu. Hata wakati gani? Wa mwisho. Wengi wataenda mbio huko Na huko. na maarifa atafanyeje? Yataongezeka. Nikwambie tu kwamba unabii huu umetimia. Unabii umetimia. Dunia inaenda kwa kasi sana. Dunia inaenda kwa namna gani? Kwa kasi sana. Dunia inaenda kwa kasi sana, inakimbia kwa kasi sana. Ukiwa hapa inawezekana unaweza usijue sana. Wale ambao wanapata fursa kwenda huko mijini mara kwa mara, nafikiri watakuwa ni mashahidi. Watakuwa ni mashahidi. Dunia, na wakati Daniel anasikia habari hizi kwamba wengi wataenda mbio huku na huku. Sasa hivi watu wanasafiri katika nyanja zote, wanasafiri angani, wanasafiri majini, wanasafiri nchi kavu sasa hivi. Na watu wanakimbia hivi. Hapa tumekaa hivi, tuna nani, tupo kwenye ibada, watu wanakimbia. Wengi wanakimbia Amsterdam, wengi wanakimbia Uingereza, wengi wanakimbia Marekani, watu wanakimbia sasa hivi. Na vyombo vinakimbia kwa kasi. Wakati nikiwa pale Dar es Salaam kwenye hoteli niliyofikia, ilikuwa kila dakika 5. Yaani nilikuwa na hesabu kila baada ya dakika 5 ndege kubwa inapita. Na kwa sababu ilikuwa karibu na uwanja wa ndege, kila dakika 5, kila baada ya dakika 5 ndege inafanyaje? Inaenda kutua. Na zingine zinaruka na kuondoka. Nikasema watu hawatulii. Na yote imejaa watu. Watu hawafanyeje? Hawatulii. Mungu alimwambia kwamba katika wakati huo watu wataenda mbio huko na huko. Na maarifa. Unajua zamani walikuwa wanasafiri kwa farasi wa kukokotwa. Yaani farasi wanatengeneza kama chombo fulani hivi. Alafu basi huku nyuma, yani farasi huku mbele anavuta kile chombo. Mfalme ndio amekaa kwenye kile kimkokoteni. Unafikiri leo tena mambo haya yapo? Unafikiri leo watu wanaishi kwa mfumo huu? Leo watu hawaishi kwa mfumo huo tena. Biblia inasema kwamba dalili na sifa kuu ya siku za mwisho, maarifa atafanyaje? Yataongezeka, na watu watakuwa nakwenda mbio huko mpaka hata vijijini kama huku tu mabasi yanakuja na magari kila wakati yanapita. Hata sasa hivi ratiba za mchana zipo, magari watu wako pale wanasubiri wapande waende. Kwa hiyo tunaishi katika wakati wa mwisho. Daniel kwa kweli yeye binafsi alishangazwa. Kitabu cha Mathayo sura 24 hatutakisoma. Kitabu cha Mathayo sura 24 anataja pia kuhusu matukio ya siku gani? Za mwisho. Anayataja na anayazungumza kwa uzuri sana. Anataja matukio ya siku za mwisho. Na kwa pamoja yote anatuambia namna ambavyo kwamba hazitakuwa siku nzuri sana. Tunaishi kwenye vipindi ambavyo sio vizuri sana. Sasa Yohana anapoandika katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 11, nimeshangazwa anapoanza. Anasema maneno mafupi, maneno mawili. Yaani ile aya inapoanza anazungumza maneno mawili tu, alafu anaweka nukta. Katika sura ya 3 mstari wa 11 anasema naja upesi, nukta. Hivi mmefika pale mahali Anasemaje? Naja upesi, alafu full stop. Yaani anazungumza maneno haya, nakuja upesi. Nakuja namna gani? Upesi. Alafu sasa mara baada ya kumaliza habari hii kubwa anayozungumza, ndipo anaendelea anasema hivi. Anasema kwamba shika sana ulicho, asije mtu akaitwaa taji yako. Maana yake ni nini? Napokwenda kuhitimisha, maana yake ni nini? Maana yake ni hii: tunaishi katika siku za mwisho. Tunaishi katika siku gani? Za mwisho. Kila mmoja ana fursa, ana wajibu wa kutengeneza mambo yake. Na mimi niseme tu kwamba hatuokolewi kama kanisa. Nasikia wapendwa? Hatuokolewi kama nini? Kama kanisa. Yaani kwenye issue ya wokovu, siku Yesu atakapokuja, haji kuchukua kanisa kama kanisa la mwaya. Tunaokolewa mtu huyu
mmoja mmoja. Yaani mimi naokolewa mimi, hata japokuwa mimi na mke ambaye nimeeleza habari zake hapa muda si mrefu, na yeye ana mme ambaye ndio mimi nayeongea. Yesu anasema kwamba tutakuwa tunalala kwenye kitanda hiki, mmoja anaenda mwingine anafanyaje? Si tunaokolewa mtu mmoja mmoja, tunaokolewa mtu huyu. Maana yake ni nini sasa? Unapopata nafasi ya kuishi kwenye dunia hii, malizana na Mungu wewe na yeye. Yaani yaani ishi kwenye dunia kana kwamba uko wewe tu na yeye. Achana hao wengine. Hawa wengine tuna wajibu wa kuatia moyo waje kwa Yesu. Lakini hao, maana anasema kwamba mtu yoyote asije akaitwaa nini? Taji yako. Yaani ishi kwenye dunia hii kana kwamba uko wewe na nani? Na Mungu. Na hiki ndicho ambacho unamsikia Yusufu akisema. Anapokuwa katika ile nyumba ya Potifa anasema hivi, nitendeje ubaya huu mkubwa nikamkose nani? Nilipokuwa nikipitia kwenye kesha la asubuhi la awamu ya pili, amezungumza kwa kina sana wale ambao walio nalo. Nafikiri waliona. Akasema Yusufu aliishi katikati ya kutatanishwa. Maana kukataa kufanya zinaa na yule mwanamke kungemletea shida, na kukubali pia kungemletea nini? Alikuwa katikati ya huku na huku. Nini afanye? Ndio maana nikasema kwamba matukio ya siku za mwisho hayatabaki tu kwenye ombwe, yatakufikia pale ulipo. Yaani ishu ya wokovu ni ishu ambayo inakutaka wewe na Mungu. Yaani wewe na yeye, mahusiano yenu yakoje? Na tukisha kuwa na washiriki wa namna hiyo, tunatazamia kuwa na familia zilizo bora. Kama baba ni wa namna hiyo, na kama mama ni wa namna hiyo, na kama watoto ni wa namna hiyo, unategemea kuwa na kanisa namna gani? Isifike wakati tutafute utakatifu wa kanisa, tufike wakati tushughulike na utakatifu wa mtu huyu. Na hiki ndicho mbingu inachoshughulika nacho. Mbingu inashughulika na maisha ya mtu huyu. Yaani mbingu inashughulika na wewe kana kwamba hakuna mtu. Na ndio maana hata anapomwambia shetani kwamba vipi, umemwona huyu mtumishi wangu nani? Ayubu, hakuna mtu mwingine kama nani? Mungu anapomtambulisha Ayubu, si umeona? Anasema mimi na mtumishi wangu pale duniani anaitwa Ayubu. Yaani yeye namkubali. Shetani anasema kwamba sasa bwana, wewe unazungumza baza Ayubu huyu. Hizi ni fitina zake. Najua na hizi fitina anazifanya hata leo. Kwa sababu hizi fitina zipo tu. Shetani anazifanya hata lini? Lakini uhalisia wa maisha yangu na Mungu ananitazamaje? Yaani Mungu anakutazamaje? Yaani kwenye mustakabali wa maisha yangu mimi na Mungu tunamalizanaje? Najipangaje? Nina miadi naye gani? Na ndio maana katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 3 anapozungumza kuhusu ombi lake lile la mwisho, anasema na uzima milele ndio huu. Anasema wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyefanyeje? Uliyemtuma. Yaani tengeneza mustakabali wa mahusiano kati yako na Yesu. Hata kama inatokea leo nalala, maana ahadi ni kwamba wengi walalao katika mavumbi ya nchi watafanyeje? Wataamka. Mchana wa leo napokwenda kufunga ibada hii, niwatie moyo watu wa Mungu. Kile kidogo ulicho nacho kishike. Hicho kidogo ulicho nacho kishike. Shika hicho ulicho nacho. Yaani tengeneza mustakabali wako wewe binafsi na nani? Acha kusikia watu wanasemaje. Yaani kutakuwa na kelele nyingi nyuma yako. Huyu bwana wewe hizi kelele achana nazo. Kwa sababu unajua wewe unapomalizana na Mungu, hata kama wengine wanasema mimi acha waseme, mimi naye nani? Naye Yesu wangu. Huyo ndiye naye. Malizana na Yesu, malizana na Mungu. Yeye anayeona hata sirini. Huyo ndiye anayejua maisha yangu vizuri. Na hata kwa wanadamu ukijitetea, watakuelewa? Hawezi kukuelewa. Watasema kwamba yule adui ni bwana muuni tu. Yule adui ni hivi na hivi na hivi. Yule adui ni hivi. Sifa zote watakupa. Lakini je, kweli ndivyo ulivyo? Je, kweli ndivyo nilivyo? Kwa hiyo jambo la msingi ni mimi na Yesu wangu tunamalizana vipi? Na hiki ndicho mbingu inachotaka. Kwa sababu tunaokolewa kama mtu binafsi. Hatuokolewi kama familia.
kwamba familia yangu itakuja kuchukuliwa kwa pamoja, japokuwa nina wajibu mkubwa wa kuhakikisha kwamba familia yangu naiandaa ili anapokuja Yesu yenyewe ifanyeje? Maana tunasema kwamba tunakwenda na familia zetu na tunakwenda pia na nini? Na kanisa. Lakini hii isikufanye ubweteke, useme kwamba tunaokolewa kama kanisa bwana. Yaani niende kwenye ibada nisiende, nivunje sabato nisivunje, nifanye chochote nisifanye, mbinguni nafanyeje? Sio hivyo. Sio hivyo. Matukio ya siku za mwisho yatagusa maisha yako. Yatataka uonyeshe msimamo, uko upande gani? Kama ambavyo Yusufu ilifika wakati alipoguswa, onyesha msimamo. Uko upande gani? Akasema, nitendeje ubaya au mkubwa nimkose nani? Muda tu hautoshi, lakini kwa wakati wako urudi kwenye lile kesha, ukasome leo unabii. Utaona namna ambavyo alivyozungumza maelezo ya kina sana. Anasema na ndivyo namna ambavyo anasema kwamba mbingu yote ilikaa kimya. Unajua nikwambie hivi, jaribu linapokuja mbingu imekaa kimya inakutazama. Atafanya nini? Je, atashinda? Atairudishia mbingu utukufu au ataiangusha mbingu? Yaani mbingu yote inakutazama. Wanasema hebu tuone itakuwaje? Atashinda, upande wa adui utashinda? Unajua hii ni kama vile kwa wale ambao wanaopenda mipira. Ni kama timu mbili. Shetani ana timu yake na Yesu ana timu. Wewe ndiye mlengwa kwenye mechi. Ushindi utakuwa upande upi? Wa timu ipi? Timu pinzani au timu ya Yesu? Bwana tusaidie sana. Tunaishi wakati gani? Wa mwisho. Tunaishi wakati wa mwisho. Na kupata nafasi ya kuja kuishi wakati wa mwisho, tumeaminiwa. Mbingu imekuamini. Haupo leo kwa hasara au kwa bahati. Sipo leo kwa hasara au kwa bahati. Najua. Yaani mimi nina mvuto ambao kuna watu wengine wanaponiona wanatamani wafanye kama kile ninachokifanya. Hao nawaelekeza wapi? Hao wanaovutwa kama mimi nawaelekeza wapi? Watakapogundua kuna vitu navifanya vya ajabu, wanasema kama Edwin kafanya na mimi pia nafanya. Haujawahi kusikia watu wa namna hiyo? Kwamba kama mzee wa kanisa kafanya hivi na mimi pia nafanyaje? Kama mwalimu wangu wa kwaya kafanya na mimi pia nafanyaje? Kama mwimbaji mwenzangu fulani pale afu sauti ya kwanza na muamini yule kafanya na mimi pia nafanyaje? Sina maana mbaya. Na maana ya kwamba kila mtu ana mvuto. Yaani una watu nyuma yako wanaokuamini. Yaani nyuma yako una watu wanaofanyaje? Wanakutazama. Yaani wewe ndio dira wao. Ukiteleza umewaangusha. Kwa hiyo Bwana atusaidie sana kupata fursa ya kuishi wakati wa mwisho. Umeaminiwa na mbingu. Umeaminiwa na nini? Mbingu imekuamini. Najua sio kawaida kusema amina na wala huwa mkubali. Na mimi sizitafuti amina za kudownload, sizitafuti. Ile ninachowaambia tu kwamba umepata bahati ya mbingu kukuamini kuishi leo. Kwa sababu nani anayejua kwamba wewe itakiwa leo uwepo? Na upo sio kwa bahati mbaya. Mimi sipo leo kwa bahati mbaya, nipo leo kwa makusudi. Na muomba Mungu usiku na mchana nitimize yale makusudi ambayo ameniruhusu kuwepo kwangu duniani. Bwana atubariki sana. Basi kwa kuhitimisha, wimbo namba 160, kiongozi wa wimbo, karibu tuongoze. Wimbo namba 160. Wimbo namba 160. Tutahitimisha na wimbo huo. Watakatifu kesheni, nguvu za mbingu za gonga, washeni tayari kwa kurudi kwake Bwana. Yuaja Yesu mfalme, yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzi. Karibu Yesu uje, piga
piga mbiu, tangazeni habari ya ukombozi, ya mponya wa upendo, nayo nguvu za sama yuaja. Yesu mfalme yuaja mwenye fahari, Yesu yuaja enzi karibu, Yesu uje. Falme nyingi zaangushwa, panda ya Sabauli,